kushukuru kamati kwa kazi nzuri na kazi iliyo very open. Ninafahamu walikuwa na kazi nzito na ngumu. Katika kazi yao hii na kwa umuhimu wa kazi hii katika taifa letu, ilitubidi tuwatafutie special ulinzi kwa kuhakikisha kazi zao wanafanya bila kuingiliwa na mtu yoyote. Tulitumia vifaa vyote vinavyowezekana katika ulinzi, na bado pamoja na hatua hizo zote, bado wapo waliojitokeza kutaka kuingilia uchunguzi huu. Kwa bahati nzuri majina yao tunayo, lakini wapo wengine mliwaona tu ninyi wenyewe, walijitokeza hadharani baada ya wengine kupewa fedha. Kuna mtu mmoja anajiitaga profesa wakati ni dokta. Yeye alihongwa kabisa hela within the camera na hawa watu, akaanza kuzungumza hayo ambayo hayajui. Mumesikia wengi wakibwatuka, wengine kwenye mitandao. Ni kwa sababu ya jeuri ya fedha walizokuwa wamepewa. Hatuna ushahidi wengine, lakini ukishamuona mtu anabwatika kwa swala ambalo ni la kitaifa, unajua kabisa hawezi kuwa anazungumza bure. Lazima kuna kitu fulani kilichompa kiki. Ninachotaka tu kusema ndugu zangu na kwa Watanzania, tuko kwenye vita, na vita ya uchumi ni mbaya sana. Ninyi leo mmekuwa ni mashahidi, mabilioni ya fedha haya ambayo nchi yetu imepoteza. Kwa sababu kwa haraka haraka nilikuwa naangalia hapa, nilikuwa naandika dhahabu ambazo zilikuwa zinapatikana patani ni 671 hadi gramu 2775 grams patani, ambazo amount yake ya uzito ni kutoka tani 7.8 hadi tani 13.16 kwa makontena 277. Kwa hiyo katika makontena yaliyoko pale kuna tani kati ya tani 7.8 hadi tani 13.16, na ukichukua ile ya tani 23.1 ya uzito wa container, ukaacha kuchukua ule uzito wa tani 20 wa container, maana yake kuna tani 15.5 za dhahabu pale. Sasa tani 10 Land Rover kamoja yenye tani 77. Sasa imagine lori mawili na ka Land Rover kamoja au ka Volkswagen ambako kote ni dhahabu kamekaa pale. Malori mawili ya tani 7 yanaleta tani 14. Tunabakiwa na tani 1.5 labda pickup. Umezipaki pale, zote ni dhahabu katika language ya kawaida, na hiyo ni kwa makontena 277. Ninajua kuna tume nyingine ambayo inataka kujua ni makontena mangapi yaliyosafirishwa, kama alivyouliza father pale, lakini kwenye ripoti za rafurafu huwa wanasafirisha makontena kati ya 250 na 300 na 300 zaidi kwa mwezi.
Kwa hiyo kwa mwaka ni zaidi ya makontena 3,600. Ukizidisha kwa tani hizi, maana yake ni tani 171 hadi karibu tani 200 za dhahabu. Ukizidisha kwa miaka 10, utaona ni dhahabu tani ngapi. Ukizidisha tangu mwaka 98 unaweza, ambao ni miaka 17, ukazidisha, utajua ni tani kiasi gani na ni trilioni kiasi gani. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo tunasubiri ile kamati nyingine, hatutaki kuiingilia. Hawa wamemaliza katika upande wa analysis, watakuja hawa mambo ya kufanya ile sheria, amount ya makontena na kadhalika, ili tujue exactly, na hapo ndipo ripoti yote ya hawa wataalamu itakuwa imekamilika. Lakini ni kitu cha kuumiza mno, ni cha kuumiza, ni cha aibu, na nilifikiri Watanzania wote kwenye hili tushikamane.